Hello, karibu JSA. Hii ni chaneli yangu ya YouTube ambayo inaelezea mambo mengi ya ujifunzaji kwa wanafunzi. Leo nitaenda kuzungumzia sababu za wanafunzi kufeli mitihani. Hapa tutaenda kuongelea mwanafunzi yoyote. Anaweza akawa ni wa sekondari ambapo ni ordinary level au advanced level. Hivyo jiunge nami kuanzia mwanzo tutakapoanza mpaka pale nitakapoishia kwenye kipengele cha leo kwenye hizi sababu za wanafunzi kufeli mitihani. Kama ni mwanafunzi unanisikiliza kwa mara ya kwanza au ndo unanisikiliza hapa sasa, nadhani ushawahi kujiuliza ni kwa nini unafeli. Sasa nipo hapa kukupa sababu mbalimbali ambazo zinaweza zikakusababishia wewe unafeli. Sababu ya kwanza ni kusoma bila malengo. Mwanafunzi anasoma bila kuwa na maono kwamba anatarajia huu mtihani apate alama ngapi. Anatarajia awe nani. Hiyo ni sababu kuu ya kwanza inayofelisha wanafunzi wengi, kusoma bila malengo. Hivyo ni lazima ujue unasoma ili uwe nani, lakini katika huo mtihani ambao uko mbele yako unatarajia upate daraja gani. Kwa kufanya hivyo itakusaidia kukupa nguvu zaidi ya kuweza kujisomea na kuzingatia kutokana na yale malengo uliojiwekea ili uweze kuyatimiza kwa wakati huo. Sababu ya pili ni kukosa umakini. Kukosa umakini ni katika nyanja zifuatazo. Namba moja, katika kuelewa swali. Namba mbili, katika namna ya kujibu swali. Namba tatu, lugha na misamiati iliyotumika katika swali. Katika kuelewa swali, mwanafunzi anasoma swali mara moja bila kuelewa swali hilo linahitaji vitu gani. Mwanafunzi anakurupuka amesoma swali anaamini kwamba amelielewa. Hivyo anajibu swali kinyume na mahitaji ya majibu sahihi yaliyotakiwa kuwekwa pale. Lakini namna ya kujibu swali, mfano mwanafunzi unaambiwa briefly explain, lakini mwanafunzi ana outline point. Anazitaja tu zile pointi bila kuzielezea, wakati swali lilitaka aelezee, ndio maana ya lile neno briefly. Kwa hiyo hata namna ya ujibuji swali pia ni changamoto kwa wanafunzi. Hivyo hupelekea, baada ya yeye kupata maksi 1.5 katika hicho kipengele, unakuta mwanafunzi amepata alama nusu pekee. Kwenye lugha na misamiati ni pale ambapo mwanafunzi anashindwa kuielewa lugha ya Kiingereza na kuweza kujibu swali lake kwa usahihi. Lakini vile vile kwenye misamiati ni pale ambapo unakuta kuna msamiati fulani mwanafunzi hajawahi kusikia kabisa na anakutana nao kwenye mtihani. Hivyo mwanafunzi anatakiwa kufanya nini? Kitu kinachotakiwa kufanyika ni mwanafunzi kujikita katika kusoma vitabu mbalimbali, lakini pia kusoma past paper, kutumia mitihani iliyopita ili kuweza kuangalia namna gani maswali yanatoka. Kabla sijaendelea na sababu nyingine, naomba nikukumbushe kusubscribe kwenye channel yangu pamoja na kushare video hii ili na wengine waweze kunufaika. Sababu ya tatu ni maandalizi hafifu. Maandalizi hafifu hupelekea mwanafunzi kukariri na kutokuelewa, lakini vile vile maandalizi hafifu ni kukosa vifaa vya mitihani kwa wakati, lakini maandalizi hafifu pia hupelekea kutokujiamini. Mwanafunzi inatokea ameambiwa kwamba una mtihani mwisho wa mwezi, lakini mpaka anasubiri ifike siku 2 au siku 3 kufika mtihani, yeye ndo aanze kujisomea effectively au aanze kujisomea kwa bidii ili aweze kufaulu. Hayo ni maandalizi hafifu ambayo yanaweza kupelekea mwanafunzi afeli kabisa mtihani. Hivyo, maandalizi hayo hupelekea mwanafunzi kukariri na kutokuelewa kile ambacho ataenda kujibu. Na tunavyojua kwamba kitendo cha kukariri hupelekea mwanafunzi kuweza kusahau kwa haraka tofauti na mwanafunzi ambaye ameelewa vizuri. Lakini vifaa vya mitihani, mwanafunzi anafika kwenye chumba cha mtihani hana vifaa, ataadhibiwa kwa sababu hana vifaa. Hiyo inampelekea yeye kupata mawazo au kutokujiamini tena katika kujibu huo mtihani. Jambo la 4 ni swala la kupangilia muda. Kwenye swala la muda, kuna namna ya kupangilia muda kabla ya mtihani na muda wakati wa ufanyaji wa mtihani. Hii ni somo pana sana ambalo litahitaji maelezo mengi zaidi na nitaandaa kipindi kwa episode nyingine ambayo nitazungumzia sana hili swala la muda. Lakini kwenye kabla ya mtihani ni pale ambapo mwanafunzi unajiandaa
ratiba yako labda bado mwezi mmoja, miezi miwili, miezi 6 na kadhalika, kabla ya kufikia huo mtihani. Inahusisha mambo ya ratiba, inahusisha ni namna gani unatakiwa usome kwa wiki, hilo somo usome mara ngapi na kadhalika. Lakini wakati wa mtihani, tunajua mitihani ya mfano kidato cha 4, masomo karibia yote ni masaa 3 isipokuwa yale masomo ya vitendo ambayo ni practicals, ni masaa 3. Sasa unapangiliaje huo muda masaa 3 uweze kufanya maswali yote 10? Hilo ndo somo ambalo lipo hapo katika wakati wa mtihani. Unapangiliaje hayo masaa yako 2.5 wewe mwanafunzi wa kidato cha 2 ili uweze kumaliza maswali yako yote 10 kwa masaa 2.5? Wanafunzi wengi hufeli kwenye swala la kupangilia muda kwa namna hiyo. Hivyo ukiweza kupangilia muda itakurahisishia katika swala la kupangilia ufaulu wako ukae vizuri, na namna ya kuweza kuattempt hayo maswali yote kama ni 10 uweze kuyamaliza kwa wakati husika. Jambo la 5 ambalo nitaenda kulizungumzia ni swala la ratiba. Kukosa ratiba sahihi ya kujisomea, hiyo ni changamoto kubwa ambayo inakupelekea moja kwa moja kufeli. Hii ni moja ya sababu kuu sana ambazo zinaweza zikakufanya mwanafunzi ashindwe kabisa kufaulu mtihani wake kwa kushindwa tu kupangilia ratiba yake kwa usahihi. Kwenye swala la ratiba ni somo pana sana, na nitaandaa kipindi kingine ili niweze kuelezea kwa undani zaidi na kupeana mifano. Lakini kwa sasa nitaongelea kwa uchache sana ni namna gani ratiba inaweza ikakufelisha kabisa. Tunaweza kuona mfano mtihani unaenda kufanyika siku ya Jumatatu. Je, Jumapili mwanafunzi unatakiwa usome masomo gani ili kuweza kujiandaa na yale masomo mawili ya siku ya Jumatatu? Namna gani ratiba yako uliipangilia huko nyuma kabla ya wiki 1, wiki 2, wiki 3 kabla ya huo mtihani? Kwa hiyo kwenye swala la ratiba ni swala pana sana, lakini unahitaji kupata ujuzi wa kupangilia ratiba yako kiusahihi ili uweze kujibu mtihani yako pia kwa usahihi. Kwa kufuata mlolongo wa ratiba kabla ya wiki 1 ya mtihani au kabla mwezi 1 ya mtihani. Hizo ratiba mbili ni tofauti kabisa. Huwezi ukatumia ratiba yako ya maandalizi kabla ya mwezi 1, umefika wiki 1 unaelekea kwenye mtihani uendelee kutumia ratiba ile ile. Lazima ratiba ibadilike kadri siku zinavyozidi kusogea, unavyosogelea ule mtihani wako. Hayo ni mambo makuu 5 ambayo ukiyazingatia kwa usahihi, basi hakika mtihani wako wote ule utakao kuja mbele yako utaweza kufanya vizuri na ukafaulu kwa daraja ambalo utalitarajia. Zipo sababu nyingi zaidi, lakini hizo sababu kuu 5 ukiweza kuzifuta kabisa na ukajitengenezea mfumo sahihi wa wewe kuweza kurekebisha hayo matatizo, basi moja kwa moja utakuwa mwanafunzi bora na utapata madaraja ambayo yako sahihi sana kwako. Pia jambo lingine ambalo naweza kusema ni kwamba kufaulu ni mbinu, kufaulu ni mchakato. Ni kama ile mbegu ambayo umeipanda, lazima uimwagilie, lazima iwe kwenye mwanga, lazima mpaka ije kuota. Ni lazima kuna vitu umefanya mpaka ile mbegu imeota, imekuwa mmea. Hivyo hata kwenye kufaulu pia ni mchakato. Kuna namna inatakiwa usome kwa namna ipi. Unatakiwa upangilie ratiba yako kwa namna ipi. Inatakiwa vitu gani uvizingatie zaidi. Hayo ni madarasa ambayo tutaenda kuyaona huko mbele. Hivyo na kukumbusha usubscribe kwenye channel yangu ili uweze kuwa wa kwanza kupata video kila ninapoweza kuweka video mpya. Lakini vile vile usisahau kuwashirikisha wengine, kushare na marafiki zako, kushare na wanafunzi wenzako, kushare na mtoto wako. Na kukaribisha sana kuwa mwanafamilia katika huu ukurasa. Unaweza ukatoa mawazo yako kwa kuandika comment. Unaweza kuuliza swali na nitakujibu. Jitahidi kushare na marafiki zako, ndugu zako, mtoto wako, ili tuweze kupata ujuzi tofauti tofauti kupitia chaneli hii. Nitakuwa na vipengele tofauti tofauti vya kuelezea ili tuweze kusaidia wanafunzi wetu. Nakukaribisha sana na asante kunisikiliza. Tukutane kwenye video nyingine tena. Bye.